Naam, karibuni tuungane na mdau ambaye aliyoko nchini Tanzania ili kutupa hali na inavyoendelea tangu kulipozuka taharuki baada ya uchaguzi mkuu kufanyika na baadhi ya vikundi tokeza kuandamana na sababisha taharuki kubwa ya ghafla iliyozuka leo tangu tarehe 29 leo tarehe 2. Hebu tumsikilize mdau ambaye yupo nchini akitupa muktasari wa hali halisi jinsi ilivyo kupitia wananchi wenyewe. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you, amani iwe nanyi popote mlipo. Natumai nyote ni wazima wa afya. Najua tangazo langu hili litawafikia wengi ambao wako nje kabisa ya Tanzania, kwa sababu Tanzania bado mtandao uko chini, umezimwa, haupo. Ndiyo, ni kweli. Baada ya kile kilichotokea na kile kilichoendelea, kwa kuwapasha tu ambao mko nje hampati taarifa yoyote, hali inatengemaa na kulitokea vurugu, kulitokea maandamano Dar es Salaam, watu walichoma vitu na polisi walipambana nao, na kuna watu wameuliwa, kuna watu wamejeruhiwa, kuna watu wamepoteza. Kwa hiyo hali ilikuwa ni ngumu sana, na ndio maana serikali ikachukua uamuzi wa kuzima mtandao kabisa. Sasa hali imeanza kurejea, na hata rais alizungumza jana, na leo mkuu wa mkoa alizungumza, kiasi hali imeanza kurejea kwa Dar es Salaam. Lakini tumekuwa tuna shida moja ambayo iko nchi nzima, shida ya kukosekana kwa mafuta, kwa sababu ni amri ya serikali vituo vyote kufungwa. Maana yake kuwa kuna baadhi ya maeneo vijana walikuwa wanajaza mafuta kwenye pikipiki zao, wanatoa mafuta alafu wanaenda kuchoma baadhi ya vitu. Ndio maana amri ya serikali ikaja kuwa fungeni vituo vyote vya mafuta. Kwa hiyo vituo vya mafuta nchi nzima vifungwa kwa kama leo hii tarehe 2 ya leo ya Novemba, vituo vyote vikawa vimefungwa. Lakini jioni ya leo kawa na tangazo la kuwa baadhi ya mikoa baadhi ya vituo vimeanza kufunguliwa, lakini kwa maelekezo. Na baadhi ya malori ya vyakula yalianza kuingia Dar es Salaam leo kwa amri ya serikali. Yalikuwa yamekwama sana huku pembezoni, kwa hiyo leo yalianza kuingia taratibu kujaribu kupunguza lile ombwe, kwa sababu masoko yote ya Dar es Salaam yako dry, ni kavu, hamna lolote. Nyama kilo 20,000, chele ni 4,000 mpaka 5,000, nyanya 2 1,000, karoti 1,000, na bidhaa hazipatikani. Unaweza ukawa na pesa na hakuna chochote unachoweza kukipata. Kwa hiyo hali ilikuwa ni mbaya, lakini inawezekana kumbili hizi kila kitu kikarejea. Natumai nyinyi huko mnapata tabu kupata mawasiliano ya sisi moja kwa moja, lakini ni vigumu kupata, kwa sababu ni labda tuzungumze kwa simu tu za moja kwa moja, unapiga simu ya moja kwa moja, lakini internet bado haifanyi kazi. Na mara hii watu wengi walitegemea kuwa ikiwa mtandao utazimwa waje VPN wataweza kupatikana, lakini hadi VPN hazifanyi kazi. Kwa hiyo hakuna njia yoyote ya mtandao kuingia Tanzania zaidi ya kupiga simu moja kwa moja. Lakini vitu vingine vinaendelea, na njia za fedha zinafanya kazi, M-Pesa, nini, zote zinafanya kazi kama kawaida, na simu za kawaida tunapigiana kama kawaida, message zinakwenda kama kawaida. Kilichobaki ni hicho tu. Na hali inazidi kutengemaa, lakini tumepata funzo ambalo mimi huwa ninalizungumza hapa kwenye group mara nyingi, na hata mazungumzo yangu ya mwisho niliwaeleza kuwa jamani, ni bora tukakaa kwenye meza kabla ya kupata yale. Lakini leo tunazungumza hali ya kuwa unadhani polisi wangefanya nini au wangekabiliana vipi, kwa sababu maandamano ambayo walikuaminisha ya kisiasa yaligeuka kwa maandamano ya uhalifu. Watu wanachoma mabasi, wamechoma vituo vya mafuta, wamechoma vituo vya mwendo kasi, wanachoma magari binafsi, wanawashambulia watu, wanapora maduka, wanavunja, wanachukua simu. Sasa ulitegemea polisi watakuzuia vipi? Yaani unafanya hivyo waje wakupe zawadi au wakupe nini? Kwa hiyo polisi walikabiliana kwa kadri wahalifu walivyofanya. Ndio kilichotokea. Kwa hiyo sisi tunaendelea, tunashukuru, alhamdulillah tuko salama. Mimi kidogo nilikuwa nimetoka, sikuwepo Dar es Salaam, nilikuwa nje kidogo ya Dar es Salaam, na still nimekwama huku. Tuna lockdown kubwa ya nchi nzima, lakini tuna beria karibu kila kona, upekuzi umekuwepo kila kona. Lakini tunashukuru tu, alhamdulillah tunaendelea vizuri, na nyinyi endeleeni kutuombea. Lakini pia tumepata funzo, na nyinyi pia ni funzo kwenye hili, manake amani ni zawadi. Amani ni zawadi. Mara zote huwa niliwahi kuwauliza kuwa hivi unadhani wale watu wanaokaa Sudan au wanaokaa Kongo hamna mainjinia, hakuna wasomi, hakuna wanasiasa, hakuna madaktari, hakuna wenye akili? Lakini kisha tokea, hata akili zako zitakusaidia nini? Uinjinia wako unasaidia nini nchi ikishavurugika? Kwa hiyo ni lazima ufahamu kile ulichonacho. Sasa nadhani tumepata somo la amani kwa vitendo. Yaani sisi tumepewa somo la amani kwa vitendo. Leo hii tumefahamu kuwa
amani ni kitu gani, yani kile kitu tulichokishikilia ni kitu gani, na pale kinapoondoka huwa kinatokea nini. Sasa tuko kwenye lockdown ambayo hatukuipata kwenye COVID, tumekuja kuipata hivi sasa kwa nguvu, hali ya kuwa tunakaa ndani tukiwa na starvation ya hali ya juu, vyakula hakuna, watu hawana fedha, kila kitu hakuna. Ndio sasa tunalipata somo, maana yake kuwa leo tukiruhusiwa kutoka, hata wale walikuwa wanasema kuwa tunataka kuandamana, ya kwanza wanakwenda kutafuta chakula, sio tena kutaka maandamano. Tumepata somo la wiki moja, somo la maisha yetu yote. Asanteni jamani. Asante sana, nashukuru sana kwa muda wako. Huyo alikuwa ni mdau kutoka Tanzania ambaye ametupa muktasari na hali halisi jinsi ilivyo, lakini kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hali jinsi inavyoendelea, na tunaamini vyombo vya ulinzi na usalama na serikali kwa ujumla itahakikisha hali yetu ya kawaida kama Tanzania tunayoifahamu itarudi na kuendelea kuwa imara na salama.